Wiki iliyopita taasisi kama IEBC, NCIC, DCI na EACC zilionya kuwazuia watu fulani ambao walikiuka maadili na sheria kusimama kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Na niko hapa katika kaunti ya Bomet kusikiza maoni ya wananchi. Wapo wanaamini kuwa watu waliokosa maadili wanaweza kuzuiwa kusimama kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Na ni mambo gani wangependa kuzingatiwa ili mtu azuiwe kusimama? Kwa majina naitwa Ruth Kisorio na mimi ni mwanabiashara eneo la Bomet. Ninafanya biashara ya hoteli ambayo inaitwa The Place, na hii ndio kazi yetu. Na mimi kama mwananchi ninaonelea kwamba they are very right, kwa sababu kama mtu ana mambo ya integrity tutaweza kusema kwamba hawezi kuwa kiongozi mwema, because ukiangalia characteristics ya viongozi lazima akuwe mtu accountable, lazima akuwe mtu wa integrity. So we cannot choose a leader ambaye ataweza kucheza na mambo na mali yetu, na pia kama sio mtu ambaye ako na accountability, amekula pesa, ako na kesi kotini ya mambo ya ufisadi, hatuwezi chagua mtu kama huyo, kwa sababu mtu kama huyo ataweza kukuja kufuja pesa zetu na mali zetu, na hatutaweza kupata maendeleo katika nchi yetu. So I support kwamba wasiweze kuchaguliwa na waweze kutolewa kabisa katika hizo list, wasiweze kuchaguliwa katika nchi yetu. Uchaguzi wa 2027 naomba wachague viongozi wenye anafaa. Kuna ukichagua politician yenye haina mwelekeo tutaumia. Tunapenda kuchagua viongozi wenye hawezi tumia mali zetu kwa njia mbaya. Kuhusu makosa yenye mtu amefanya, kama wamecorrupt office ama wamefanya makosa yote, mimi na support watu wa NCIC wafanye hiyo kazi yao mzuri, wasilalie mali yote. Kwa hivyo kama amesema mtu asikombe kitu yoyote ya tuseme kama governor ama MP ama senator, achunguze hiyo maneno mzuri. Hatutaki mtu yenye anafaa kwa hiyo kiti, mtu yenye akona corruption, mtu anaharibu ofisi yao ofisi ya wananchi, mali ya wananchi wanaharibu. Hatutaki. Tunataka mtu yenye akifika mahali ya kazi yake kama senator ama governor abange kazi yake mzuri, aziguzane na mambo ya corruption. Kwa hivyo afanye hiyo kazi na asilalie mali yoyote. Asante. Shukrani sana. Katika mada hivi leo tunapoangazia swala la maadili. Je, mwananchi ama hata kiongozi anapokosa maadili anaweza zuiwa kusimama kiti chochote wakati ambapo tunaelekea katika uchaguzi mkuu? Nimeweza kuzungumza na wakazi wa kaunti hii na haya ndio walikuwa nayo ya kusema. Na maadili ambayo tungependa yaweze kuangaliwa ni kulingana na katiba yetu ya Kenya chapter 6 ile ya constitution, ambayo inazingatia masuala ya corruption, na pia viongozi wale ambao wamekuwa hawana kesi kwenye kotini, ambao wengine wako na kesi ambazo ziko pending, especially za swala mauaji ambao wananchi wamepoteza maisha yao. Na pia tungependa viongozi waweze kuangaliwa ambao hawafanyi incitement, kwa sababu tumeona election kila miaka inapopita kumekuwa na violence, na hiyo tungeweza kupenda violence iweze kutokea wakati NCIC haihusiki na kutem hawa viongozi ambao wana matamshi mabaya. Yoyote ambayo amehusishwa na ufisadi mahali popote, naomba Kenya kwa jumla tuanze tukafuata katiba. Ni kusema kwamba kama mtu amekosa integrity, ametajwa mahali popote kwa kashfa, haifai hata kusimama kabisa, hata kama alikuwa impeached. Naomba tuangalie katiba kabisa, ili hii katiba ndio yenyewe inatupeleka mbele, inatupatia mwongozo wa nchi. Mara nyingi tumeona watu wengine wametajwa kwenye kashfa, lakini punde kidogo tunaona wanarudi au kuchaguliwa tena. Naomba sana sana safari tuangalie sana, ili mtu yote ambaye ako na kashfa, kwa mfano vile nimesema kwamba kama mtu alikuwa impeached asisimame, kama alipatwa na amepeana rushwa mahali asiweze kusimama. Basi vizuri ya kwamba wewe ni kiongozi, umefanya makosa,
alafu unapewa nafasi ya kugombania kiti ama nafasi. Unafaa kwamba kama uko na makosa, kwa mfano umefanya ufisadi katika eneo lako, haufai tena kusimama kwa sababu katiba yetu haikubali. Unapofanya makosa inafaa utoke kabisa, upatie mtu mwenye ako clean katika nafasi ya uongozi. Hatuwezi kuwa na uongozi wenye nafanya makosa kwa upande wa ufisadi, kwa upande wa mauaji, kwa upande wa ukosefu wa nidhamu, kwa upande wa kukosa nafasi ya kulinda katiba ama kuheshimu katiba, alafu napewa nafasi ya kufanya kazi katika nafasi. Hawa viongozi wanakuwa na maadili mabaya. Sioni kama tume ya uchaguzi ingefaa wasimamishe, sababu wengine wanakuwa na uchochezi na matamshi mabaya. Na katika nchi hii ukiwa na uchochezi ni kama unachoma hii nchi. Ndizo kauli za wananchi hapa wakitoa wito kwa viongozi kuweza kuangazia swala zima la maadili wakati ambapo taifa linajiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Nikiripotia runinga Citizen kutoka kaunti ya Taita Taveta, mimi ni Julius Joho. Shukran sana hapo studio. Bila shaka na kujia kutoka kaunti ya Busia, ambapo hii leo tutawahusisha wakazi wa kaunti hii kwenye mada yetu ya leo, mada inayofungamana na masuala ya maadili, haswa wakati huu tunapoelekea katika uchaguzi mkuu. Na hizi ni baadhi tu ya hisia kutoka kwa wakazi wa kaunti hii. Na ukiangalia vile viongozi wa Kenya wana behave, kuanzia kwa bosi mwenyewe mpaka hapa chini, mimi nilikuwa nasema kwamba kwa hii serikali ya Kenya tukitaka watu waogopane, kuripiwa kwa amani, mtu mwingine asingilie mwingine, watu hawache pokopoko mingi, kudhalilisha wengine, kutusu wengine. Wanaambia mtu hauna akili, hauna nini, na wanataka kusimama kura, ni nani atakupatia heshima? Kwa mimi nilikuwa nasema kwamba tume ya ambayo inashughulika na maadili mema, ikiwa kiongozi yoyote hata kutumikia ukubwa wake, heshima yako nayo, anatusi watu, huyo mtu, mimi kwa mawazo yangu, huyo mtu abaniwa kabisa, asiwahi simama. Na hata akisimama, wale wananchi ambao inafaa mpatie kula wa reject, because amejua akitusi watu arudi nyuma tena kutanganya watu na pesa. Sisi pesa ambayo tunatuletea mara hii tumejipanga hiyo pesa kukula, kuzamisha, lakini kura tutawanyima. Mimi maoni yangu kwa wale wanasiasa ambao wanatumia matamshi mabaya ni ya kwamba tume ya IEBC ya Erastus Edekon yaangalie wanasiasa kama hao, kwa sababu wanasiasa aina hiyo wanaweza fanya inji ikatumbukiza kwa mambo ya ghasia ambao sisi hatutaki kama vijana. Sisi tunaomba election ijayo ya mwaka wa 2027 iwe uchaguzi wa amani. So kuna baadhi ya wanasiasa ambao wiki iliyopita waliorodheshwa na tume kama ya NCIC, EACC kuhusiana na masuala yanayofungamana na siasa. Wewe kama Mkenya unaridhika na hayo? Mimi kama mkaaji wa Busia naridhika na hayo, kwa sababu waorodheshwe na wafunguliwe mashtaka na hata wabaniwa wasisimame, sababu watafanya nchi ifike mahali sisi hatutarajii. Mimi pendekezo langu, hao wanaendelea vizuri vile wameamua hivyo, lakini ikuwe equal. Wale watu wa upinzani na wale wasiokuwa wa upinzani wote wafanyiwe the same. Kama ni hukumu wakuwe wote sawa, sio kwamba wakuwe na upaguzi. Hivyo ndio tutakayoweza kuona kwamba tunadhibiti hawa ni siasa. Kuna baadhi ya wanasiasa ambao wameorodheshwa na taasisi mbalimbali kama vile IEBC, NCIC, EACC, na orodha sawia pia ilitolewa mwaka 2022. Wewe kama Mkenya unaridhika na hatua hiyo? Kuridhishwa kwa IEBC kwa watu wenye wameridhishwa, wenye wafai, wale aswa wenye mikutano zao zinahusishwa na vurugu. Mimi kama mkazi wa Teso sioni kama inafaa zaidi. Hao wanafaa kubaniwa kwa sababu wanachochea pia vurugu kwa Wakenya wengine. Na hizo tu ni semi kutoka kwa wakazi wa kaunti hii ya Busia. Kutoka hapa sina la ziada. Jina langu ni Jane Cherotich. Wakenya kutoka kaunti hizo mbalimbali, Busia, Bomet na Taita Taveta, wanaonekana kuelewa, wana uchu
wakuwa na viongozi walio na maadili, wanataka kupata orodha ya wanasiasa ambao wana maadili. Kwa hivyo ni nani ambao anawafeli? Taasisi ambazo zina propose majina ama inatoa orodha, kwa maoni yangu wakati mwingine inawafeli, kwa maana wanatoa tu majina ila wapendekezi kwamba tunazuia huyu, tunazuia yule, tunazuia huyu. Wanatoa tu orodha. Kutoa orodha si haitoshi pekee. Lakini hata hivyo ningependa kuambia wananchi kwamba it's also their responsibility. Ni responsibility yao. Wakati umeona mtu anaeneza chuki, wakati unaona mtu anahubiri uchochezi, ni responsibility yako kama mwananchi wa Kenya ambayo unaheshimu katiba, unajua katiba inataka nini. Usimchague yule kiongozi ingawa taasisi maybe imekufeli. Ni jukumu lako kama mwananchi sasa, usimchague. Weka pale mwisho rubber stamp. Makori, ulizungumzia mahakama na namna ambavyo ilihakikisha kwamba kuna uoga fulani kwa wachochezi. Zungumzia wale ambao wametajwa kwenye mauaji, wametajwa kwenye ufisadi. Hawa nao mahakama ina jukumu gani kuhakikisha kwamba hii sura ya 6 ya katiba inazingatiwa? Asante sana. Unajua, hata kabla tufike mahakama, ingekuwa nchi yote hata ng'ambo, hata zingine huko Afrika, viongozi wengi sana hawa hata wangesimamia wadhifa ambao wanasimamia ama wangekuwa kwa uongozi. Kuna wengine pia kama waziri juzi akita jamii fulani fisi, angekuwa jizuli kitambo sana. Unaona, tuanzie hapo. Wao tu wenyewe ile tu wangekuwa na hisia ya ukweli, conscious, wakasema kwamba hapa nimevuka mpaka nimezidi sana. Na pia viongozi wa hiyo upande kama ni serikali wakisema nafaa wewe nimekuvuta, lakini tumezoeana. Mahakama ina jukumu hivi, na ndio maana tuliongea na Jaji Mkuu Martha Koome amekwambia kwamba, na nimeona hivi, mimi nimefanya kazi ya amani nchi yote. Pali unaona jamii zinavurugana, kama ni bonde la Ufa kaskazini huko, mimi kama nimeua mtu, kesi yangu haitasikika mpaka na by time hata mashtaka ifunguliwe na kesi imesikika ni miaka 4 miaka 5. Ule nimeua, yeye ni personalist, atachukua revenge, asema fezi ule mtu wangu, atachukua sheria mkono wake, akuje pia atudhulumu. Unajua, tunasahau kwamba, na nikamwambia mahakama jukumu yao ni kuleta law and order. Wasipofanya kazi yao, kutakuwa na breakdown ya law katika nchi yetu, kwa sababu mimi nitachukua sheria kwa mkono wangu, kwa sababu nimeona yeye amenidhulumu na kuna kitu umefanya, kwa hivyo mimi naenda kumdhulumu. Unaona, so ni wakumbushe kwamba pia wao majaji wako na hiyo jukumu wa kufanya kazi, kesi ikue kwa upesi iwezekanavyo, ndio at least kuwe na justice kwa wale viongozi ambao wako na kesi ya mauaji, ya ufisadi, na ni wengi sana na kuna kitu kimefanyika mpaka sasa. Asante sana Danvas Makori ambaye alikuwa kamishna wa NCIC na Sharon Jimutai ambaye ni wakili. Jukumu lipo kwa taasisi, lakini pia jukumu liko kwa wananchi kuhakikisha hata kama orodha inayokufikia inahusisha watu ambao wamekiuka maadili, ni wajibu wako kuwakataa hao watu kwenye kura. Naitwa Mashirima Kapombe. Tunapumzika kidogo, tutakaporejea tutakuwa tunakuletea matangazo ya moja kwa moja kuhusiana na mkutano wa kisiasa wa chama cha PRM.